Usisahau kushare, kusubscribe na kulike. Askofu anaweza kubatilisha akithibitisha na kujiridhisha kwamba kulikuwa na udanganyifu katika kujibu yale maswali matatu. Vinginevyo hiyo ndoa ni ya milele, ya kudumu mpaka mbinguni. Kwa hiyo wewe ukishafunga ndoa, mmeo ndio mlango wako wa kuingia mbinguni. Wewe mwanaume, mkeo ndio mlango wako wa kuingia mbinguni. Huwezi kuingia mbinguni peke yako ukamwacha mkeo au mmeo asiingie. Lazima mtafute utakatifu ndani ya hiyo familia, wote wawili, kwa maisha yenu yote. Huwezi kuingia mbinguni peke yako. Wewe mama, kama una sali kila siku, au wewe baba unasali kila siku, uko kwenye vyama vya kitume, vyama vya sala, hija zote unashiriki, lakini nyumbani huna heshima kwa mkeo, kwa mumeo, hizo hija, hizo sala hazina maana. Ni sawa na kutwanga maji kwenye kinu. Utakatifu unaanzia kwenye familia, kwa sababu familia kwa asili yake ni takatifu. Tuone sasa wajibu wa mama katika familia. Mama ana wajibu wake, baba ana wajibu wake, ili ndoa hii, sakramenti hii iwe kweli ni mlango wa kuingilia mbinguni. Na tunasema sakramenti ndizo zinazotuletea neema. Kwa hiyo ili iwepo neema ndani ya familia, lazima kila mmoja awajibike vizuri katika nafasi yake, mama, baba. Tuanze kuona nafasi ya mama katika familia. Tuongozwe na neno la Mungu kutoka waraka wa kwanza wa Mtume Petro sura ya 3 aya ya kwanza hadi ya 6. Mtume Petro ndiye baba mtakatifu wa kwanza, mkuu wa kwanza wa kanisa. Analifundisha nini kanisa kuhusu ndoa, kuhusu huyu mama katika familia? Anasema Mtume Petro, kadhalika ninyi wake watiini waume zenu, kusudi ikiwa wako wasioliamini neno, wavutwe kwa mwenendo wa wake zao, pasipo lile neno, wakiutazama mwenendo wenu safi na wa hofu. Kujipamba kwenu kusiwe kujipamba kwa nje, yaani kusuka nywele na kujitia dhahabu na kuvalia mavazi, bali kuwe utu wa moyoni usioonekana katika mapambo yasiyoharibika, yaani roho ya upole na utulivu, iliyo ya thamani kuu mbele za Mungu. Maana hivyo ndivyo walivyojipamba wanawake watakatifu wa zamani, waliomtumainia Mungu na kuwatii waume zao, kama vile Sara alivyomtii Ibrahimu, akamwita Bwana, nanyi ni watoto wake, mfanyapo mema, wala hamkutishwa kwa hofu yoyote. Hilo ni neno la Mungu. Kwa hiyo hapa kiongozi mkuu wa kanisa wa kwanza kabisa, Papa wa kwanza, anatuambia hivyo, wake watii waume zao. Na somo hili watu tunalisoma mara nyingi siku ya sherehe ile ya familia takatifu. Hata hapa nilipokuwa nalisoma, niliangalia nikaona wanaume wengi wamegeuka alipokuwa anasema enyi wake watiini waume zenu. Maana wake wanaume walikuwa wanageuka, angalia mke wangu yupo, anasikia kweli wamesinzia. Wanaume wanalipenda sana somo hili. Wanatamani wanawake walisikie vizuri. Na Petro ameeleza vizuri kwamba wanawake ni watu wa kujipamba, ni haki yao, wanatakiwa wapendeze. Inapendeza wakina mama wakijipamba, na hapa ameeleza. Petro angekuepo leo asingeongea tu juu ya mapambo ya nywele hizo na nini, angeongea pia juu ya mawigi. Wakina mama wanavaa mawigi, wanaongezea kucha kwenye vidole huko, kucha za bandia na vitu vingine vingi. Kwa hiyo wakina mama ni watu wa kujipamba, lakini Petro anasema kujipamba sio tatizo, ni jambo jema, lakini kujipamba kwao kuendane na heshima alionayo mume wake, awe mtii. Wajibu wa mume na mke katika familia huanza mara ndoa inapofungwa. Wajibu msingi wa mke katika familia ni utii, kama tulivyoambiwa. Mwanamke awe mtii, anapendeza akiwa mtii. Utii ndio neno siri, ndio password katika maisha ya ndoa. Utii, mama mtii. Utii wa mke kwa mume hujidhihirisha katika heshima na adabu. Mwanaume ukiona anasema kwamba mke wangu ni mzuri, ana maana kwamba mke wangu ana heshima na adabu. Waswahili wanasema kuwa uzuri wa mwanamke sio sura, ni nini? Tabia. Katika familia
hadhi kubwa ya mke haipo katika uzuri wa sura. Hadhi yake kubwa ni kuitwa na kutambuliwa kuwa ni mama. Neno mama ni neno kubwa ambalo ndani yake linaonyesha heshima na utii. Wajibu wake kama mke unaenda sambamba na wajibu wake kama mama, na hii haijalishi kuwa huyu ana watoto wa kuzaa au la. Mume mwenyewe kimsingi, kadiri ya neno la Mungu, ni mwana wa mke wake, mwana wa kwanza wa mkewe. Na maandiko matakatifu yanathibitisha, tunaposoma kitabu cha Mwanzo sura ya 2 ya 24, inasema kwamba sura ya 2 ya 24, mwanaume akamwacha baba yake naye akaambatana na mkewe. Haisemi kwamba mke ndio alimwacha baba yake na mama yake akaambatana na mmewe. Inasema mwanaume akamwacha baba na mama yake anaambatana na mkewe. Manake anaenda kwa mama mwingine, sasa yule anakuwa ni mama yake. Wanaume wapendi sana kusikia hivyo, lakini ndio neno linavyosema. Na hata Adamu mwenyewe ndiye aliyempa mkewe heshima ya kumtambua kama mama. Adamu anasemaje katika kitabu cha Mwanzo sura ya 3 aya 20? Adamu alipomwona Eva, tunaambiwa Adamu akamwita mkewe jina lake Hawa, kwa kuwa yeye ndiye mama yao wote walio hai. Kwa hiyo mke ni mama. Na kawaida akishakuwepo nyumbani anaitwa mama mwenye nyumba, si ndio? Yeye ndio mwenye nyumba, ndio mama. Lakini wakati mwingine unaenda nyumba nyingine unabisha hodi, jamani, kama mume hayupo, mama anasema mwenyewe hayupo. Sasa mwenyewe ni nani? Wewe mama ndio mwenyewe pale, ndio mwenye nyumba. Yesu pia aliwapa wajibu mkubwa kina mama wote wa kuwalea vema na kuwaombea watoto wao, yaani watu wote, kwani kila mtu amezaliwa na mwanamke. Kwa hiyo kila mwanamke ni mama, hata mkeo ni mama yako. Yesu anatuambia hapa, tusoma Injili ya Luka sura ya 23 aya 28 hadi 29. Yesu aliwaambia nini akina mama? Alikuwa Yesu amebeba msalaba. Amebeba msalaba mzito na akina mama walikuwa wanamlilia. Yesu aliwaambia nini? Enyi binti za Yerusalemu, msinililie mimi, bali jililieni nafsi zenu na watoto wenu. Kwa maana tazama, siku zinakuja watakaposema, heri waliotasa na matumbo yasiyozaa na maziwa yasiyonyonyesha. Kwa hivyo Yesu hapa anathibitisha tena anapowaambia wanawake, msinililie mimi, walilieni watoto wenu, kuonyesha kwamba mwanamke ni mama wa kila mtu. Na ndio maana kina mama wana uchungu sana wanapomwona mtu, hata kama hawamjui, anapopata shida wanamlilia, kwa sababu wanajua huyu amezaliwa na mwanamke mwenzetu, na wanajua uchungu wa kuzaa. Lakini pia tukisoma habari za Yesu mwenyewe, tunaendelea kusoma kutoka Injili ya Yohane sura ya 19 aya 25 hadi 27, anaongea nini juu ya mama yake Yesu. Tunasoma hivi: na pale penye msalaba wake Yesu walikuwa wamesimama mamaye na umbu la mamaye, Mariamu wa Klopa na Mariamu Magdalene. Basi Yesu alipomwona mama yake na yule mwanafunzi aliyempenda amesimama karibu, alimwambia mama yake, mama, tazama mwanao. Kisha akamwambia yule mwanafunzi, tazama mama yako. Na tangu saa ile mwanafunzi yule akamchukua nyumbani kwake. Neno hilo linatukumbusha kwamba Yesu alithamini malezi ya mama yake na hakutaka kumwacha mama yake peke yake. Alijua yeye anakufa, lakini alihakikisha mama yake anabaki katika mikono salama. Lakini pia wanafunzi wake walioacha yote wakamfuata yeye, nao walitaka wabaki na mama, wasibaki peke yao bila mama. Ndio maana akamkabidhi mama yake au wanafunzi. Kwa hivyo wajibu wa mume na mke katika familia huanza kama tulivyosema mara baada ya ndoa. Hadhi ya mama ni ya pekee. Hadhi ya mwanamke kama mama na mlezi inajionyesha wazi. Upekee wa mama katika familia unaanza tangu katika uumbaji. Mwanamke aliumbwa kwa namna ya pekee. Mungu alimuumba mwanamke kwa upendeleo wa pekee, tofauti na namna ambavyo mwanaume aliumbwa. Kwa hivyo mwanamke hadhi yake
kama mama inaanza tangu katika uumbaji. Mwanamke hakutoka udongoni kama alivyoumbwa mwanaume. Kitabu cha Mwanzo kinaonyesha kwamba mwanaume aliumbwa kutoka kwenye udongo, lakini kumbe mwanamke aliumbwa kutoka kwenye ubavu wa Adamu, na heshima kubwa hiyo ambayo Mungu amempa mwanamke. Mwanamke aliumbwa ili kuleta furaha, kwa sababu Adamu alipotoka usingizini alimuona mwanamke na akasema, huyu sasa ni mifupa katika mifupa yangu na ni nyama katika nyama yangu. Ni kielezo cha furaha. Kwa hiyo mwanamke ni sababu ya furaha katika jamii, katika familia. Na hapa pengine tunajiuliza, kwa nini Mungu alimpa Adamu usingizi anapomuumba huyu Eva? Kwa nini Adamu asinzie? Kwa sababu Mungu alitaka kwamba Adamu awe na heshima kubwa kwa mwanamke. Fikiria, Adamu angekuwa macho, angekuwa hakulala, alafu Mungu aanze kuchukua udongo na muumba Eva, na hakika uumbaji huo hadi leo ungekuwa haujaisha, kwa sababu Adamu angeanza kumwelekeza Mungu, hayo macho hebu punguza kidogo, miguu iongeza iwe kama ya chupa za bia, mgongo huu hapo hebu rekebisha. Maana wanaume wana mambo mengi sana. Sasa Mungu akasema, ngoja huyu tumpe usingizi asione anavyoumbwa mwanamke, kusudi ampokee kama alivyoumbwa. Na hiyo ndio ndoa. Kila mmoja anampokea mwenzie kama Mungu alivyomuumba, maana hukumuumba wewe, huwezi kumbadilisha. Kwa hivyo umpokee kama alivyo. Ndio maana Adamu alipewa usingizi, na kwa kweli Adamu akampokea mkewe kama alivyoumbwa na Mungu, kwa sababu akasema, sasa huyu ni mifupa katika mifupa yangu na ni nyama katika nyama yangu. Lakini pia mwanamke ni mama na mlezi wa wote. Ndio maana Adamu walipotenda dhambi, lile tunda Eva alipokula lile tunda, akatambua kwamba hajawa Mungu kama alivyodanganywa na shetani, na yeye akamuingiza Adamu katika dhambi, akamwambia Adamu, na wewe ule ili tunda. Adamu aliliweka mdomoni, alikuwa mjanja, alikula lakini hakumeza. Ndio maana wanaume wote ukiangalia shingoni wana kitu hapa kimetoka. Ile ni tunda ambalo hawakulimeza wao. Hapo wanaume wamefurahi sana. Koromeo inaitwa ni wanaume tu wana koromeo. Ile ni tunda hawakulimeza wao. Kwa hiyo Adamu huyu alipofukuzwa na Mungu kwenye ile paradiso, kwenye bustani ya Edeni, bustani nzuri, ndio akasema mwanamke huyu ni mama wa watu wote. Yaani pamoja na kwamba mkewe alimuingiza kwenye dhambi, lakini hakumdharau, akampa heshima, akasema huyu atakuwa mama wa wote walio hai. Kitabu cha Mwanzo sura ya 3 aya ya 20. Hiyo ndio familia. Mtu anakosea bado anapewa heshima yake, kwa sababu kukosea ni binadamu. Mwanamke kama mama ni mwalimu na ni mlezi wa kwanza wa imani na maadili. Mama katika familia ndio mwalimu wa kwanza, mlezi wa kwanza wa imani na maadili. Ukisoma Injili ya Luka kwa mfano, habari za Yesu alipokuwa na kuhubiri na kufundisha, watu wengi walimshangaa Yesu, walipenda mafundisho yake, walifurahia miujiza aliyoifanya. Na kuna mwanamke mmoja kama wanawake wengine, wakiona mtu anapofanya vizuri wanasema, huyu ni mtoto wa mwanamke mwenzetu. Kwa hiyo huyu mama alipomwona Yesu akasema, heri tumbo lililo na matiti ulio. Yesu akasema, hapana, heri kila alisikia neno la Mungu na kuliishi. Si kwamba alimkataa mama yake. Yesu alikuwa anajua vizuri kabisa kwamba mama yake alikuwa mtu wa kusoma neno la Mungu na kulitafakari. Kwa hiyo bado alikuwa anathibitisha kwamba hiki mnachoona nafundisha ni matunda ya malezi ya mama yangu. Mama yangu ndivyo alivyo nifundisha. Yesu hakuwa na kitu kipya sana. Pengine namna za kufundisha ndio zilikuwa mpya, lakini mafundisho yake sehemu kubwa yalitokana na familia alikolelewa na Maria na Yosefu na kadhalika. Kwa hivyo wajibu wa mwanamke katika familia ni lazima uwe ni wajibu wa pekee, kwa kuwa alifanywa kuwa ni wa pekee na Mungu mwenyewe. Aliumbwa toka ubavuni na sio toka udongoni. Kwa nini ubavu? Kwa sababu mbavu ni kiungo cha lazima katika mwili wa binadamu.
Kama mwanamke angekuwa aliumbwa kutoka kwenye kucha za Adamu au kwenye mguu wa Adamu, hivi mwanadamu unaweza kuishi bila miguu? Unaweza? Mtu unaweza kuishi bila kucha? Unaweza kuishi bila mikono? Unaweza kuishi bila mbavu? Hapana. Ndio maana Eva alitoka kwenye mbavu. Ubavu ni sehemu ya muhimu sana katika mwili wa mtu. Ndio unalinda moyo ubavu. Ubavu huleta uwezekano wa kupumua, hufanya mtu awe na umbo la kupendeza. Mama ni moyo wa familia. Mama ni mwezeshaji wa familia. Mama ni mpendezeshaji wa familia. Mama ni chanzo cha furaha katika familia na katika jamii. Unaona Eva alipozaa mtoto, kitabu cha Mwanzo sura ya 4 ya kwanza, Adamu alifurahi akampa jina mwanae, akamwita Kaini. Iliingia furaha ndani ya familia kwa sababu mama amezaa. Ni sababu ya furaha katika familia. Furaha ni jambo la maana sana katika familia na katika jamii. Mama ana wajibu wa kuleta furaha katika familia kwa uwepo wake wa kimama. Kadhalika mama ni wa wote. Baba amuone mkewe kuwa ni mama na watoto wamtambue kuwa ni mama. Hivyo basi namna zake za kutekeleza wajibu wake huyu mama ziwafanye wana familia watambue kuwa bila mama mambo hayaendi. Yaani anapokosekane mama ionekane kuna pengo kubwa. Ndio maana Injili ya Yohane, ukisoma Injili ya Yohane, Yesu anaanza utume wake kwa kutumwa na mama yake. Mama yake alisema hawana divai. Muujiza wa kwanza aliufanya Yesu alipogeuza maji kuwa divai. Aligeuza maji kuwa divai. Injili ya Yohane sura ya 2 aya ya kwanza hadi ya 11. Na sherehe ikaendelea kuwa nzuri, haikuharibika. Sherehe ilikuwa nzuri kwa sababu pombe ipo. Sherehe yoyote bila pombe hainogi. Lazima kuwe na pombe. Pombe ni kielelezo kikubwa cha sherehe. Ndio maana unapokunywa maji kwenye bilauri, maji siku hizi tunanunua, si ndio jamani? Hivi tunanunua, ni kweli, tunanunua kwenye chupa. Kimsingi hatununui maji, tunanunua ile chupa. Kwa sababu maji hayauzwi, maji sio bidhaa, maji yaliumbwa na Mungu, haturuhusiwi kuuza. Tunanunua chupa, tunanunua huduma ya kuwekewa maji kwenye chupa. Sasa haya maji ukiweka kwenye glasi, unapotaka kunywa akiingia inzi, utakunywa au utamwaga maji? Ukiwa unakunywa pombe, Wanzuki, unakunywa bia, mvinyo, na Waswahili wanasema bia tamu bwana, sikwambie mtu. Na ukimwaga hiyo unakuwa ugomvi. Kuna mwanamuziki mmoja anasema nani kamwaga? Sasa najiuliza, akiingia hizi kwenye pombe, unamwaga pombe au unamtoa nzi? Nzi atatoka kwa namna yote, pombe haimwagwi. Sasa Yesu ndio aligeuza maji kuwa nini? Kwenye sherehe za nini? Familia inapoanza, mwanzo wa familia ni pale sherehe ya harusi, kwamba vijana wawili wanafunga ndoa, wanaanzisha familia mpya. Yesu akageuza maji kuwa divai. Na maji huwa yanamwagwa, lakini pombe huwa haimwagwi, kuonyesha kwamba ndoa huwa haifunguliwi. Ndoa ikishafungwa imefungwa, haimwagwi ndoa. Ukishafunga ndoa umeshafunga. Ni kama divai ambayo haimwagwi. Ukiwa mchumba unaweza kubadilisha mchumba, lakini sio ukishafunga ndoa. Kwa hiyo divai ile ni kubadilisha maji kuwa divai, ni badiliko la kikemikali, sio la kifizikia. Mama ni mlezi mkuu wa watoto. Adamu tunaambiwa akamwita mkewe jina lake Hawa, yani Eva, kwa kuwa yeye ndiye aliye mama wa wote walio hai. Mwanamke awali ya yote ni mama, tena ni mama wa wote, sio tu wa wale aliowazaa, bali pia hata wale ambao hawakuzaliwa naye. Na kadhalika tunaambiwa hivyo yote haya. Tukiangalia sasa mama wajibu wake wa kumrithisha mwanawe imani, mila na desturi njema. Na wajibu huo unawezekana kama mama mwenyewe ni mcha Mungu na ni mwadilifu. Imani inajionyesha katika maisha ya sala na ukarimu.
Mama Maria ni mfano mzuri wa mama mwenye imani na alimrithisha mwanaye Yesu kuwa ni mahiri katika imani. Mama Maria anaposema tazama mimi ni mtumishi wa Bwana na iwe kwangu kama ulivyosema, ni maneno ya imani kubwa ambayo Yesu pia aliwahi kusema, Baba, yote yawezekana kwako, uniondolee kikombe hiki, lakini sio kama nitakavyo mimi, bali utakavyo wewe. Imani hiyo kubwa ya Yesu kwa Mungu Baba yake ni kielezo kwamba alirithi kwa mama yake aliyesema, mimi ni mtumishi wa Bwana na iwe kwangu kama ulivyonena. Mama Maria alikuwa ni mama mwenye imani, na tunathibitishiwa hiyo Injili ya Luka sura ya kwanza ya 45. Elizabeti alisema, naye ana heri aliyesadiki, kwa maana atatimizwa aliyoambiwa na Bwana. Kwa hivyo Maria, hata jirani zake na ndugu zake walijua kwamba ni mama mwenye imani. Kwa hiyo mwanamke katika familia, mama lazima awe mama wa imani, lazima awe mtu wa sala. Mama ni sifa yake kubwa, asali. Mama Maria alikuwa amejaa neema, na neema ya majitoleo na sala. Neema ili iwepo ni lazima kuishi maisha ya sala. Neema ni baraka ya Mungu kwetu. Aliambiwa, salamu uliyejaa neema, Bwana yu pamoja nawe. Kwa hivi Mungu mwenyewe alijua kwamba huyu mama ni mtu wa sala na akamchagua. Na tumeambiwa alibarikiwa kuliko wanawake wote. Ni neno la Mungu linathibitisha. Kwa hiyo mama huyu alikuwa mama wa imani na alilijua neno la Mungu lilomsaidia aimarike katika imani. Ndio maana kwa Elizabeti ule utenzi alisema, moyo wangu umwadhimisha Bwana, roho yangu imemfurahia Mungu mwokozi wangu. Ni maneno aliyoyatoa Bikira Maria yote ule wa utenzi kwa kutoka Injili ya Luka sura ya kwanza aya 46 hadi 55. Ni maneno aliyoyatoa kwenye vitabu vya Mithali, kwenye vitabu vya hekima, kwenye Zaburi. Si kwamba aliyatunga mwenyewe, ila aliyaweka pamoja. Na ndio maana hata Yesu mwenyewe anajifunza kwa mama yake alipowafundisha wanafunzi wake sala ile tunaita sala ya Baba yetu. Yesu alichukua maneno mbalimbali kutoka kwenye Zaburi, kwenye Mithali, kwenye vitabu vya hekima, akaweka pamoja, ikatokea ile sala tunayoita sala ya Baba yetu. Kwa hivi mtu wa sala Bikira Maria. Lakini pia alikuwa mama mkarimu. Mama katika familia lazima awe mkarimu na arithishe ukarimu huo kwa watoto. Mama Maria ni mama mkarimu wa wote. Ndio maana hata divai ilipokosekana aliona si vema watu hao waharibu sherehe, akamwambia Yesu hawana divai, na Yesu akafanya muujiza. Kwa hivyo ni muujiza ambao chimbuko lake ni ukarimu kwa mama yake Yesu. Mama lazima awalee watoto katika huo ukarimu, ajifunze yeye mwenyewe imani na awalee watoto katika imani. Awe mtu kweli mcha Mungu, awe mtu wa sala, mtu mkarimu. Yesu alijifunza uchaji wa Mungu kutoka kwa mama yake. Ni wazi kuwa toka utoto wake Yesu alimuona mama yake akisali na kusoma neno la Mungu, akienda kwenye sinagogi. Kila mama ni mlezi wa mwalimu. Hapo ndipo linapotimia lile swali la 3 siku ya kufunga ndoa. Je, mko tayari kuwapokea kwa mapendo watoto mtakaopewa na Mungu na kuwalea kama ilivyo sheria ya Kristo na kanisa lake? Kwa hivi lazima mama awe mfano mzuri. Sio mama awe mtu wa kuimba nyimbo za mipasho huko nyumbani na watoto wajifunze mipasho ya mama. Kuna mtoto mmoja ameenda kuandikisha mafundisho ya komunyo ya kwanza, na pale katekista akamwambia, sasa hebu tuone kama unajua kusali. Na yule mtoto alikuwa hajui hata kufanya ishara ya msalaba. Na katekista akamwambia, na maana mama hajakufundisha kusali? Akasema hapana. Sasa mama yako wewe anafanya nini? Hebu niambie unachokijua wewe anachofanya mama, tuone kizuri. Maana hata kusali hujui. Ina maana hapo nyumbani hata nyimbo za dini huwa huzisikizi kiimbwa? Akasema hapana, sijawahi kusikia. Basi hebu imba wimbo ambao mama yako anaupenda kuliko nyimbo zote. Ndio mtoto anaimba, achia ndazi bibi mchumba unaondoka. Nyimbo za taarabu. Mtoto ndio alizojifunza. Kwa hiyo mama ni mlezi, ni mwalimu wa kwanza. Tuingie katika baba katika familia. Tuone nafasi ya baba katika familia. Tunaendelea kuongozwa na kiongozi wetu wa kwanza kabisa, mkuu wa kanisa Katoliki, Papa wa kwanza, Mtume Petro. Anatuandikia katika waraka wake sura ya kwanza
aya 3 na 7 anasema Mtume Petro, Baba Mtakatifu wa kwanza, kadhalika ninyi waume kaeni na wake zenu kwa akili na kumpa mke heshima kama chombo kisicho na nguvu na kama warithi pamoja wa neema ya uzima, kusudi kuomba kwenu kusizuiliwe. Neno hilo la Mtume Petro ndio linatukumbusha juu ya wajibu, nafasi ya baba, kwamba aishi kwa akili. Baba ni mtu wa kutumia akili. Ndio maana anaitwa kichwa cha familia, kwa sababu akili zipo kwenye nini? Kwenye miguu au kwenye kichwa? Anaambiwa ishini kwa akili, kwa sababu yeye ndio kichwa cha familia. Nafasi ya mama katika familia ni wazi kwamba ni ya pekee kabisa, lakini nafasi ya mama katika upekee wake haiwezi kukamilika na kuwa na nguvu bila ya baba. Baba ndiye kichwa cha familia, ndio maana anaambiwa kaeni kwa akili na wake zenu. Tunasema kwamba baba hutambulika kuwa ni kichwa cha familia kwa sababu ni katika kichwa ndipo milango ya fahamu ipo. Hivi milango ya fahamu ni ipi? Kuna masikio, sio? Kusikia, kuona, kuonja, kunusa, vyote hivyo viko wapi? Kwenye kichwa. Kwa hiyo baba ni kichwa cha familia. Milango yote ya fahamu katika familia manake ni baba muhusika. Ingawa kina mama siku hizi wanasema sawa, baba ni kichwa cha familia, basi na sisi akina mama ni shingo. Kama baba ni kichwa, sisi ni shingo. Na kwa nini wanasema shingo? Kwa sababu shingo ndio inafanya kichwa kigeuke nyuma, mbele, kushoto, kulia. Kwa hiyo kina mama kazi yao kuwazungusha wanaume waangalie huku na kule. Bila shingo hawezi. Sasa wanaume basi lazima wawe na akili. Lazima wawe na akili. Baba ndiye kuhani mkuu katika familia. Kama kanisa la nyumbani, baba ndio kuhani mkuu, ndio paroko katika familia. Ndio maana ameambiwa kusudi kuomba kwenu kusizuiliwe. Kwa hiyo baba ni kuhani mkuu katika familia. Hadhi kubwa ya baba katika familia ni uongozi. Kiongozi ni yule anayeonyesha na kuelekeza njia sahihi. Mme katika familia ya Kikristo ni kiongozi na sio mtawala. Na hapa ndio tatizo kubwa. Baba anatakiwa awe kiongozi, sio mtawala. Mtawala na kiongozi wana tofauti kati yao. Kiongozi anatangulia ili kuelekeza na kuonyesha njia. Kumbe mtawala anabaki alipo, akionyesha tu kwa kidole na kuelekeza. Katika historia ya ukombozi tunapata mifano mingi ya baba wa familia kama vile Mtakatifu Yosefu, baba mlishi na mlezi wa Yesu Kristo, kwamba yeye ni kiongozi na sio mtawala. Na kwa kawaida baba ambaye ni mtawala katika familia huwa anatumia nguvu nyingi sana kujitambulisha kwamba yeye ni baba. Na kusema mimi ndio nimeamua, mimi ndio baba, mimi ndio naleta fedha. Hizo zote nguvu hazihitajiki kama baba akiwa kiongozi. Watoto watajua tu huyu ni baba, hana sababu ya kuwakumbusha kwamba yeye ni baba yao. Lakini kama sio kiongozi, kila mara atakuwa anawakumbusha kwa sababu yeye ni mtawala. Kwa hiyo baba ni kiongozi na sio mtawala. Kwa mfano wa Mtakatifu Yosefu, historia ya ukombozi inaonyesha kuwa kazi ya kwanza ya baba katika familia ni kumpa mtoto jina. Kumpa mtoto jina. Ukisoma Injili ya Mathayo sura ya 1 aya 20 na 21, Yosefu mwana wa Daudi akaambiwa, usihofu kumchukua Mariamu mkeo, maana mimba yake ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, naye atazaa mwana, nawe utamwita jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. Kwa Wayahudi kumpa mtoto jina ni kielezo cha kumtambua kuwa ni mwanao wa kumzaa, sio kwamba umebambikwa, ni wa kwako kabisa. Aidha jina lina maana ya baraka toka kwa baba. Kwa hiyo baba anampa mtoto wake jina lile ambalo linabeba maisha yake, ni baraka ya baba kwa mtoto. Hii ina maana kuwa jina ambalo mtoto anapewa na baba yake ni baraka ya maisha atakayoishi. Baba ndio mwenye kutoa baraka. Ndio maana baba lazima ampe mtoto jina linaloeleza maisha ambayo baba atamtakia mwanae aishi na muongoze. Ndio maana sasa kwenye familia zetu tuwe makini.
Tufikiria amezaliwa mtoto wa kike katika familia, alafu mama anasema baba mpe mwanao jina. Sasa sisi historia katika watu wachumba hao wanajuana, wameishi pamoja katika uchumba, na huyu mama alijua kabisa katika uchumba huyu baba pengine alikuwa na mwanamke mwingine pia, akamwacha yule kwa ajili yake, wakafunga ndoa. Sasa mama anashangaa, baba anampa jina mtoto wa kike jina la mwanamke aliyeachana naye zamani, ex wake. Hiyo tayari inaleta ugomvi. Na kwa mwanamke hivyo mtoto akizaliwa wa kiume, baba akisema mtafutie jina, mama naye anampa jina la mtu aliyeachana naye zamani, ambaye alikuwa anashindana na mume wake akafaulu akampata. Kwa hiyo majina lazima yawe na maana ya baraka, sio ukumbusho wa jambo fulani, ni baraka, ni kumtakia mwanao baraka ya maisha yake. Kwa hiyo Mtakatifu Yosefu alimpa mwanaye jina Yesu, akiwa na maana ya kumbariki mwanaye awe mkombozi. Jina Yesu lina maana ya mkombozi. Kumpa jina mtoto ni kumuingiza baba katika wajibu wa kumsaidia huyo mtoto afikie hiyo baraka ya kuwa vile ambavyo baba anatamani. Kwa hiyo Mtakatifu Yosefu alikuwa na wajibu wa kumlea na kumwongoza Yesu awe mkombozi. Baba lazima waongoze watoto wake watimize ndoto ambazo yeye baba anatamani na watoto wanawashawishi wasitamani. Baba wa familia ni kiongozi, ni kichwa cha familia. Anatakiwa awe ni mtu wa haki, yaani atawaliwe na mapenzi ya Mungu na sio mapenzi yake binafsi. Na hapo ndio tunapoona kwamba baba ni kiongozi au ni mtawala. Akiwa ni mtu wa haki anakuwa kiongozi. Akitawaliwa na daima anachotaka yeye tu, huyo sio kiongozi, ni mtawala ambaye haitakiwi katika familia. Tuangalie mfano wa Mtakatifu Yosefu. Injili ya Mathayo sura ya kwanza 24 hadi 25 inaeleza jinsi Yosefu alivyoonyesha kuwa ni kiongozi katika familia. Aliambiwa na Mungu alipoamka usingizini, aliambiwa akiwa usingizini, akafanya kama malaika wa Bwana alivyomwelekeza. Na asimjue mkewe kamwe hata alipomzaa mwanaye, akamwita jina Yesu. Yosefu alivyoelekezwa na Mungu kwamba asiogope kumchukua Mariamu kwa kuwa mimba alionayo ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, Yosefu alifanya mapenzi ya Mungu, alifanya kama alivyoelekezwa. Huyu tayari anaonyesha ni mtu wa haki. Haki katika Biblia ina maana ya kufanya anachotaka Mungu. Kutenda haki ni kufanya anachotaka Mungu, na ndivyo alivyoishi Yosefu. Lakini pia Injili ya Mathayo sura ya 2 ya 13 hadi ya 15 inasema kwamba malaika wa Bwana alimtokea Yosefu katika ndoto akisema, ondoka umchukue mtoto na mama yake ukimbilie Misri, ukae huko hata nikwambie, kwa maana Herode anamtafuta mtoto amwangamize. Akaondoka akamchukua mtoto na mama yake usiku, akaenda zake Misri, akakaa huko hata alipokufa Herode. Kwa hivyo huyo ni baba anailinda familia yake. Lakini Yosefu pia alipashwa habari baada ya Herode kufa, akaambiwa ondoka umchukue mtoto na mamaye, ushike njia kwenda nchi ya Israeli, kwa maana amekufa waliotafuta roho ya mtoto. Tunaambiwa Yosefu akaondoka akamchukua mtoto na mamaye, akafika nchi ya Israeli. Kwa hivyo Yosefu ni baba kiongozi, na ndio mfano wa familia ya Kikristo. Na tunaona hapa pia Yosefu ndio kichwa cha familia, ndio mkubwa wa familia. Angalia Mungu tofauti ya Yosefu na Maria. Maria alipopashwa habari alitokewa na malaika mubashara live, akaelezwa, akaambiwa umejaa neema, akaelezwa yote na yeye akakubali. Lakini Yosefu alitokewa katika ndoto. Pamoja na kwamba alitokewa katika ndoto, aliamini. Na baada ya kufunga ndoa na Maria, Mungu hakuongea tena na Bikira Maria. Daima aliongea na Mtakatifu Yosefu. Kwa sababu Mtakatifu Yosefu ndio kiongozi wa familia. Hakuongea tena na Bikira Maria. Na Bikira Maria kwa sababu alikuwa na heshima, anajua nafasi yake kama mama, kwamba lazima awe mtii. Alimtii Yosefu bila kuuliza. Alipoambiwa twende Misri, alienda. Turudi, alirudi. Alikuwa mtii. Vinginevyo angekuwa hana utii, angekuwa hana heshima na adabu, Bikira Maria angesema, huyo Yosefu ni nani mpaka uanze kuniamrisha mimi? Wewe ni nani? Mimi nilitokewa na malaika live, wewe uliota tu ndoto. Mimi ndio natakiwa Mungu aniambie mimi, sio wewe.
Ukizingatia mtoto mwenyewe nimepata kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Lakini Maria hakufanya hivyo. Alimheshimu mume wake mwanzo mwisho. Na huyo ndio mama. Anatambua kwamba baba ni kichwa cha familia. Baba wa familia ana wajibu wa kuhakikisha usalama wa watoto na mama yao. Kiongozi ana wajibu wa kulisha na kulinda familia. Ni wazi kuwa ufanisi wa baba katika wajibu wake unajengwa katika msingi wa upendo kwa mama na wanawe. Kwa hiyo baba ili afanikiwe katika utume wake kama baba wa familia lazima aongozwe na upendo. Msingi ni upendo. Ndio hapa tunaambiwa sasa na Mtume Paulo. Mtume Paulo katika waraka wake kwa Kolosai sura ya 3:19 anasema, ninyi waume wapendeni wake zenu, msiwe na uchungu nao. Wapendeni wake zenu. Ninyi akina baba msiwachokoze watoto wenu wasije wakakata tamaa. Kwa hiyo baba anaambiwa lazima ampende mkewe, asiwanyanyase watoto. Ili baba afanikiwe katika utume wake kama baba, lazima ampende mkewe kama alivyo. Ndio maana Adamu alipotoka usingizini akamwona Eva, hakushiriki katika kumuumba. Aliona Eva yuko hapa akasema huyu ni mifupa katika mifupa yangu. Kwamba nimempenda kama alivyoumbwa na Mungu. Mwanaume lazima ampende mkewe kama mkewe alivyoumbwa na Mungu. Asianze kumuumba. Hapo atakuwa amefanikiwa katika utume wake kama baba. Na wapende watoto wake, awajali, asiwanyanyase watoto wake. Hapo atakuwa kweli ni baba. Sasa tuone sehemu nyingine inayohusu wazazi na watoto katika familia ya Kikristo. Wazazi na watoto. Mtume Paulo katika waraka wake kwa Wakolosai sura ya 3:18-20 anasema, ninyi wake watiini waume zenu kama ipendezavyo katika Bwana. Ninyi waume wapendeni wake zenu, msiwe na uchungu nao. Ninyi watoto watiini wazazi wenu katika mambo yote, maana jambo hili lapendeza katika Bwana. Kwa hiyo wazazi wanawajibika mbele ya Mungu katika kuhakikisha kuwa watoto wao wanakuwa wacha Mungu. Watoto wanapomwona mama yao kuwa ni mtii kwa baba yao, ndipo wanapotambua kuwa mama yao ni mcha Mungu. Watoto wanajua kila kitu, si kwamba kwa sababu wadogo. Wanajua kwamba mama ana kiburi, mama anamdharau baba, wanajua. Lakini pia wanajua kwamba mama anamtii baba. Na unajua kwamba watoto daima, watoto wote baba yao wanamuona ni shujaa wao. Kwa hiyo wanajua kwamba baba lazima kumtii. Hivi mama anapomtii mumewe, watoto wanaona uchaji wa Mungu kwa mama yao. Hali kadhalika watoto wanapomuona baba kuwa anampenda mama yao, ndipo wanapotambua kuwa baba yao ni mcha Mungu. Watoto daima wanamjali mama na wanapenda kumlinda. Na wanajua kwamba mlinzi wa kwanza wa mama yao ni baba yao. Hivyo lazima wamuone baba anayempenda mama yao. Utii na upendo kati ya wazazi ndio neno siri, yani password katika malezi kwa watoto. Kwa hiyo ushirikiano wa wazazi katika kulea watoto lazima ujionyeshe kwa mama kumtii baba na baba kumpenda mama. Upendo na utii ni msingi wa heshima. Wazazi wataheshimiana kama kuna utii na upendo kati yao. Watoto watawaheshimu wazazi wao kama watawaona wazazi wao kuwa ni wenye utii na upendo kati yao. Utii, upendo na heshima ni vielelezo vya familia inayomcha Mungu. Uchaji wa Mungu ni urithi ambao Mungu aliwapa watu wake tangu awali, na akawataka wawarithishe watoto wao kizazi hata kizazi. Unaona kwamba familia ya Adamu na Eva, pamoja na kwamba walitenda dhambi, walipofukuzwa kule paradiso, walipozaa watoto, waliwafundisha watoto wao juu ya kumcha Mungu. Hata kama Mungu aliwafukuza, lakini wao hawakumwacha Mungu, wakawafundisha watoto wao wamtolee Mungu sadaka. Ndio maana Kaini akamtolea mazao Mungu na Abeli akamtolea pia mifugo yake Mungu, kwamba wamefundishwa na wazazi kwamba lazima mumche Mungu. Kile mnachokipata mkumbuke kwamba ni kwa sababu Mungu yupo. Uchaji wa Mungu ulianza tangu Mungu alipowakomboa watu wake toka utumwani Misri na kufanya agano nao. Kwa hiyo sisi tukisoma habari za historia
ya wana wa Israeli, tutaona jinsi ambavyo Mungu alikuwa anawasisitiza kwamba wawe wacha Mungu popote na wawafundishe watoto. Tukisoma kitabu cha Kutoka kwa mfano sura ya 12 aya 25 hadi 27, tunasoma hivi: itakuwa hapo mtakapoifikia nchi hiyo Bwana atakayowapa kama alivyoahidi, ndivyo mtakapoushika utumishi huo. Kisha itakuwa hapo watoto wenu watakapowauliza ni nini maana yake utumishi huu, ndipo mtawaambia ni dhabihu ya Pasaka ya Bwana, kwa kuwa alipita juu ya nyumba za wana wa Israeli huko Misri, hapo alipowapiga wa Misri akaziokoa nyumba zao. Kwa hiyo tangu mwanzo Mungu aliwafundisha hawa kwamba wakifika. Usisahau kushare, kusubscribe na kulike.